Watu wengi wananiuliza imekuwaje kwa mimi nimejua historia ya BAKWATA kwa kiasi hiki ambacho nimejua. Na hili limetokea kuwa baada ya hukumu ile ya Mahakama Kuu ya kusema kuwa BAKWATA si mwakilishi wa Waislamu wote. Watu wamekuwa huyu anasema hili, wanasema hili, wanasema, na mimi naona nadhima naposoma ile mijadala na nikaona kuna mambo mengine watu wanasema kwa sababu hawajui historia ya BAKWATA, basi mimi husema hiki kilikuwa hivi na hiki kilikuwa hivi. Lakini kukujua kwangu ni kwa sababu wakati BAKWATA inaanzishwa mwaka 8 mimi na miaka 16. Lakini nilipokuja kupata akili zangu kuwa kijana na kitimamu na ninajua nini kinaendelea, mimi nilifanya utafiti wakati ndo naandika kitabu cha Abu Sayyid. Na huwezi kuandika historia ya Waislamu na mchango wao katika kupigania uhuru wa Tanganyika bila kueleza baada ya uhuru kupatikana kilitokea nini. Na katika mambo makubwa ambayo yalitokea baada ya uhuru kupatikana moja makubwa ya kushtua, la kwanza ilikuwa kuvunjwa kwa baraza la wazee watano. La kwanza kubwa hilo kwa Waislamu historia yao. La pili kubwa ni kuvunjwa kwa East African Muslim Society. Hapo unaweza kusema vile jambo kubwa baada ya uhuru kutokea kwa Waislamu ni mikutano miwili. Mkutano mmoja wa kwanza ulikuwa unaitwa Muslim Congress, ulifanyika mwaka 62, na ndio huu mkutano ulikuja na fikra ya Waislamu kujenga chuo kikuu. Na unaweza kusema mtu alikuwa amesimamia sana jambo hili alikuwa ni Sheikh Hassan bin Amir. Na jambo kubwa kwa Waislamu kutokea ni baada ya kuvunjwa East African Muslim Society, kabla ya kuvunjwa kukamatwa kwa Sheikh Hassan bin Amir na kuondolewa Tanganyika na kuundwa kwa BAKWATA. Sasa hivi ni vitu muhimu kuwa mtu asizungumze tu kama haijui historia. Lakini si mimi peke yangu najua historia hii. Dr. Mayanja Kiwanuka yeye aliandika thesis yake ya BA mwaka wa 73, inaitwa Eastern Politics in Bukoba, na akaeleza kama alivyoeleza mwenyewe kwa nini serikali ilivunja East African Muslim Society na kuunda BAKWATA. Akaeleza mwenyewe. Basi mimi nilipoisoma ile nikaona na mimi vile vile hebu nijaribu kuandika kile chokijua. Na ndio nilipokutana na nyaraka za Bilal Rehani Waikela. Na nyaraka hizi zinaeleza toka siku ya kwanza tulipoanza mgogoro mpaka siku ya mwisho BAKWATA inaundwa. Sasa si kitu ambacho mtu unaweza ukanyanyuka tu ukasema kuwa BAKWATA kabla, BAKWATA kabla. Ujue sababu zile zilizoletea kwa nini East African Muslim Society imevunjwa na kwa nini serikali ikaunda BAKWATA. Lakini kubwa ambalo wengi hawalisemi, hata BAKWATA mwenyewe hawasemi, kuwa kwanza BAKWATA hawaielezi kama kulikuwa na East African Muslim Society. Unapata fikra kuwa kama vile kulikuwa hakuna kitu Afrika ya BAKWATA. Na pili, hawaelezi nafasi ya Sheikh Hassan bin Amir alikuwa mufti wa Tanganyika. Hawaelezi mchango wake katika maendeleo ya Waislamu. Na si hapa tu, ni Tanganyika, Nyasaland, Rwanda, Burundi na Kongo. Nini alifanya Sheikh Hassan bin Amir? Sasa utakapomjua Sheikh Hassan bin Amir na utakapoleta ile historia ya kutaka kujenga chuo kikuu mwaka 68 na ikuwa East African Muslim Society imevunjwa wakati Waislamu wanajenga chuo kikuu, hapo unaweza kujiuliza iweje Waislamu
waivunje jumuiya, waivunje taasisi yao iliyokuwa inajenga shule, inajenga chuo kikuu. Sasa hili ni vitu watu wengi, na labda kumalizia, nataka si jambo ambalo hili jambo kubwa, si jambo ambalo nazokueleza hivi kwa dakika 12. Na jambo kubwa ni kuwa wanasema wanafunzi Sheikh Hassan bin Amir, wanasema Sheikh Hassan bin Amir aliporudishwa Zanzibar alikuwa akisomesha, na wakati mwingine anaweza kuwa wamekaa tu hivi na wanafunzi wake wanazungumza mazungumzo kawaida, na hutaka wao kujua vipi harakati zake za kusomesha dini Tanganyika wakati ule, Nyasaland, anakwenda kote huko Rwanda, Burundi na Kongo. Na kitu kimoja watu wengi hawajui kuwa Burundi alianzisha chama cha siasa kwa njia ni kuambia wa Burundi lazima muwe na chama cha siasa, ni Sheikh Hassan bin Amir. Hiyo ni historia nyingine. Wanasema ataeleza Sheikh Hassan bin Amir akifika kwenye chuo kikuu, wanasema Sheikh Hassan bin Amir alikuwa anaangua kilio, analia machozi hasa kwa kwikwi kila kikumbuka chuo kikuu cha Waislamu, akisema kuwa ilikuwa nia yetu Waislamu wakati ule sisi tuwe na chuo cha kusomesha Waislamu wa Afrika Mashariki. Na sasa hiyo nakuachia mwenyewe ndugu yangu ufikirie kuwa 68 Waislamu watu wa kwanza kutaka kujenga chuo. Leo ungekuwa na chuo kikuu, Waislamu singekuwa kama walivyo hivi sasa. Ingekuwa historia yao ni nyingine kabisa. Basi nitaka tu niseme hili mjue kuwa si kila mtu anaweza kuelezea historia ya BAKWATA, si kila mtu, kwa sababu hata wenyewe BAKWATA wanapozungumzia historia yao hata mara moja huwezi kusikia wakimletea Hassan bin Amir, wala huwezi kusikia wakitaja kuwa Waislamu walikuwa wanajenga chuo kikuu na ndio ikaja huwezi kusikia.